Karibuni sana ndugu watazamaji. Langu jina ni Jadida Elias, ni mwongoza kipindi cha leo. Na hii ni Kiswahili IB Podcast. Na leo tutaongelea kwa ufupi kuhusu Kiswahili katika mtaala wa IB. Kwa bahati nzuri leo tumepata mgeni ambaye ni mlumbi wa Kiswahili anayefunza katika mtaala huo ili tupate mawili matatu. Karibu sana. Asante dada Jadida, na leo ni fursa kemkem kwangu kukutana na podcast hii na kuja kuzungumza kuhusiana na mtaala wa IB. Langu jina naitwa Arnold Rwegoshora, na hakika tutaenda nadhani kubadilishana mawazo kuhusu Kiswahili IB. Mimi pia nimefarijika sana na nina furaha sana kujumuika na wewe. Natumaini nitajifunza zaidi kuhusu mtaala wa IB. Najua kabisa IB hasa Kiswahili kuna mambo mengi sana. Na sasa sijajua Mr. Arnold, leo una mambo gani umetuandalia? Ni kweli hujakosea. Chambilecho wahenga usema kwamba elimu ni bahari, na IB kweli na mambo mbalimbali. Kwa hiyo ukiingia lazima uweze kuogelea vyema. Kweli leo kazi ipo hapa. Tuanzie hapo. Chambilecho, unamaanisha nini ulivyosema chambilecho? Nikisema msamiati chambilecho, kikawaida unaweza kusema kama, lakini kwa IB mara nyingi tunatumia neno chambilecho. Unaweza kusema chambilecho wahenga usema, na wahenga jina lingine huitwa nyakanga au wavyele. Ndio. Asante sana. Leo nimeongeza msamiati mpya, chambilecho. Karibu sana, tuendelee. Asante. Lakini pia leo nimeambatana na kipakatalishi changu. Hiki kinaitwa kipakatalishi. Watu huzoea kuita laptop, lakini hiki ni kipakatalishi kwa sababu mimi nakipakata. Sasa kwa upande wa IB, na IB maana yake ni International Baccalaureate, ina ngazi 3. Kwa maana ngazi ya chini au elimu ya msingi, ambapo huko inaitwa PYP kwa maana ya Primary Years Program. Lakini kuna elimu ya kati ya sekondari ambayo inaitwa MYP kwa maana ya Middle Years Program, na ya juu DP, Diploma Program. Kikawaida diploma ni sawasawa na kusema kidato cha 5 na cha 6 kwa Tanzania. Ndio. Lakini kwa Kiswahili huwa tuna ngazi 3. Kwa hiyo Kiswahili hutolewa kuanzia ngazi ya huko chini, elimu ya msingi, kati na juu. Ndio. Kwa hiyo tukisema labda katika ngazi ya shule ya msingi maarufu kama PYP, Kiswahili huwa katika makundi mawili. Kundi la kwanza ni wale wanafunzi ambao wana uwezo, wanajua Kiswahili tayari. Ndio. Lakini kuna kundi la pili ambao hawana uwezo, wanaanza kujifunza. Kwa kundi la kwanza huitwa capable au ni wenye uwezo, wana ujuzi. Lakini kundi la pili huitwa emergent au wana kabisa, wanaanza kujifunza. Sijui umenipata hapo? Hapo nimekupata vizuri sana. Na nimeona umesema kuna makundi matatu, PYP, MYP na DP. Umeelezea kundi la kwanza la PYP, na kwa upande wa MYP inakuwaje? MYP mara nyingi haibadiliki kama ilivyo PYP. Lakini pia katika MYP tuna kundi ambalo wanafunzi wanaanza kujifunza ambao huitwa emergent, na kundi ambao tayari wana umilisi wa lugha ambao huitwa capable. Lakini MYP kinachobadilika huwa tuna hatua au zinaitwa awamu. Kwa maana hatua ya kwanza Kiingereza tunasema phase 1, phase 2 mpaka phase 6. Nao ni kulingana na namna kiwango chao kinavyozidi kupanda. Kwa hiyo unaweza ukawa haukusoma Kiswahili PYP ukaja MYP ambayo ni elimu ya kati hapa IB na ukaweza kujifunza Kiswahili. Aswa, namna hivyo na ndio ilivyo. Naam. Asante sana. Sasa kaka Arnold, tuendelee. Upande wa DP inakuwaje na yenyewe? Upande wa DP ambao ni diploma, nako pia tuna ngazi 3. Kidogo huku kuna misamiati ya IB. Kwa hiyo huku chini tumewaita emergent, lakini kwa DP ambao wanaanza huwa tunawaita Kiswahili abinisio. Kiswahili abinisio. Hawa ni wale kabisa hawana umilisi wa lugha, wanaanza kujifunza. Wanaanza na
ile misamiati ya mwanzo kabisa. Ndiyo. Kujitambulisha, kujifunza mambo msingi tu. Ndiyo. Ndio wanajitambulisha. Lakini baada ya miaka miwili ndiyo, wanafanya tathmini, mtihani wa nje na upimwa ili kupata alama za kwenda chuo kikuu. Na kundi la pili wanaitwa wanafunzi ambao wanafanya Kiswahili B. Ndiyo. Hawa wanakuwa kwenye kiwango cha kati, lakini si wamilisi kabisa kiwango cha juu. Lakini hapa hufanya kwa ngazi mbili. Ndiyo. Kuna ambao wanafanya kwa kiwango cha juu kwa maana ya higher level, na wanaofanya kiwango cha kawaida kwa maana ya standard level. Ndiyo. Siku nyingine labda tunaweza kuja kufafanua kwa sababu ni mambo mengi. Ndiyo. Lakini Kiswahili B wanakuwa kidogo na umilisi, lakini sio kiivo. Ndiyo. Pia kuna kundi la tatu ambao wanafanya Kiswahili A, fasihi. Hawa sasa uchambua vitabu. Chambilecho labda unaweza kuchambua labda kitabu cha Pesa Zako Zinanuka, kimeandikwa na mtaalamu Mtobwa. Watoto wa Mama Nitilie, ambacho kimeandikwa na Emmanuel Mbogo, na vitabu vingine kadha wa kadha. Sijui utakuwa umenipata dada yangu? Nimekupata sana. Kwa hiyo kitu ambacho nimekuja kugundua kwenye ngazi zote, kuna wale ambao wanaanza na wanaojua pia, yani kama haujawahi kusoma katika ngazi zote PYP, MYP, kwenye DP unaweza ukajifunza Kiswahili kama mtu anayeanza Kiswahili na inaruhusiwa kabisa katika IB, katika mtaala wa IB. Ndiyo. Na huko IB wanafunzi wote upimwa kwa vigezo vinne, zile tunaita ujuzi wa lugha. Wanapimwa kwenye kuzungumza, Ndiyo. kwenye kusikiliza, Ndiyo. kwenye kuongea au kuzungumza, na kwenye kuandika. Kwa hiyo lugha zote upimwa kwa vigezo hivyo. Kwa hiyo ni rahisi sana wanafunzi pia kuelewa lugha na kujifunza. Asante sana kaka Arnold kwa kutufunza kidogo kuhusiana na IB Kiswahili, PYP, MYP na DP. Ndugu watazamaji, nipende kuwaomba tuendelee kufuatilia IB podcast. Siku za hivi karibuni tutawaletea uhondo zaidi na kwa upana juu ya ngazi zote hizi, ili tuweze kuzijua kinaga ubaga nini kinafanyika, wanafunzi ujifunzaje na vitu wanavyojifunza kwa pamoja. Asante sana Mr. Arnold. Nashukuru pia. Na kwa pamoja tunasema Tamadunika, Kiswahili chetu, fahari yetu. Asante sana.